Yes, habari yako mtazamaji wa Bongo Brothers popote ulipo Tanzania. Karibu sana katika News Trends kwa siku hii leo. Mimi naitwa Godwin Mawanja aka Kaka G. Serikali imetangaza nafasi 41,500 za ajira kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kuwataka Watanzania wenye sifa kuchangamkia fursa hizo haraka. Ajira hiyo ni kwenye kada za elimu nafasi 12,176, sekta ya afya ngazi ya serikali za mitaa 10,280, kilimo 470, mifugo 312, uvuvi 47, ulinzi inahusisha jeshi la polisi, magereza, zimamoto na uhamiaji ni ajira 7,000. Akizungumza na waandishi wa habari Jumamosi Oktoba 11, 2025 kwenye ofisi za utumishi Mtumba jijini Dodoma, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na Utawala Bora Juma Mkomi amesema ajira hizo ni zilitengwa kwa mwaka 2025-2026. Mkomi ameagiza Sekretarieti ya Ajira kukamilisha mchakato huo kwenye nafasi ambazo hazijajazwa mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo pia ni ajira 45 na za mwaka 2025-2026. Anasema hadi kufikia Novemba mwaka huu tunataka vibali vyote vya ajira 86,500 vilivyotolewa kwa mwaka 2024-2025 na mwaka 2025-2026 ziwe zimejazwa na waliopata ajira hizo kuanza kazi mara moja ili kuziba upungufu wa watumishi waliopo nchini, amesema Mkomi. Mgombea wa Rais wa Demokrasia Makini Costa Kibonde ameahidi kutimiza ndoto ya Watanzania wengi kufanya usafiri wa ndege kuwa wa kawaida utakaotumiwa na kila mtu kwa ajili ya kusafiri au kusafirisha mizigo. Kibonde na wagombea wengine 16 wa vyama vya siasa wanazunguka nchi nzima kuomba kura kwa wananchi, huku wakitoa ahadi na kunadi ilani za vyama vyao kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Akizungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 12, 2025 akiwa Butiama mkoa wa Mara, Kibonde amesema akichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atahakikisha kila mwananchi anatumia usafiri wa ndege. Amesema atahakikisha ananunua ndege 70 aina ya Bombardier na kwamba kila mkoa nchini unakwenda kiwanja cha ndege cha kisasa ili mtu aweze kwenda popote atakapo kwa kutumia usafiri huo kwa gharama nafuu. Kimataifa, Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameonya wanajeshi na maofisa wa usalama wanaojiunga na maandamano ya upinzani kuwa hatua hiyo ni kinyume cha sheria na inaweza kuhatarisha amani ya nchi. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya nchi hiyo Oktoba 12, 2025, Rajoelina amesema serikali haitovumilia jaribio lolote la kuvuruga utawala wa katiba, akidai kuwa baadhi ya wanajeshi wanashiriki katika kile alichokiita jaribio la kunyakua madaraka kwa nguvu. Anasema tunapaswa kulinda katiba na kuheshimu taasisi za nchi. Mtu yeyote atakayeshiriki katika uvunjifu wa amani atachukuliwa hatua kali, amesema Rajoelina kupitia televisheni ya taifa hilo. Taarifa hiyo imekuja kufuatia ripoti za baadhi ya wanajeshi kutoka kikosi maalum cha Capsat kujiunga na waandamanaji wanaopinga serikali mjini Antananarivo. Kikosi hicho kiliripotiwa kutangaza kwamba kimemteua Jenerali Demosthene Pikulas kama mkuu wa jeshi jipya, hatua iliyoongeza taharuki ya kisiasa nchini humo. Hata hivyo, kiongozi wa Capsat Kanali Michael Randrianirina amesema hawajafanya mapinduzi bali wanataka mabadiliko ya kweli kwa manufaa ya wananchi. Wakati huo jeshi la polisi la Gendarmerie lilisema litatumia nguvu dhidi ya raia, likasisitiza umuhimu wa mazungumzo. Kanisa Katoliki nchini Kenya limebadilisha aina ya divai iliyokuwa ikitumika katika misa takatifu baada ya kubainika kuwa divai hiyo imekuwa ikipatikana kwa wingi kwenye maeneo ya burudani ikiwemo baa, hoteli na maduka makubwa. Hatua hiyo imetangazwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya KCCB, ikieleza kuwa divai mpya Mass Wine itatumika pekee katika ibada na itauzwa katika maeneo ya biashara kwa mujibu wa taarifa ya KCCB. Divai hiyo mpya imetengenezwa maalum kwa ajili ya matumizi ya kidini na ile lebo rasmi ya baraza hilo kama ishara ya uthibitisho wa ubora na matumizi sahihi ya kidini pekee. Askofu wa Jimbo Kuu la Nyeri Anthony Muheria amesema kanisa lilazimika kuchukua hatua hiyo baada ya kugundua baadhi ya waumini na watu wasio wa kanisa kutumia divai hiyo kama kinywaji cha kawaida cha burudani. Ni jambo la kusikitisha kuona divai takatifu inayotumika kwenye misa ikitumiwa kwenye maeneo ya pombe. Hii ni kinyume na heshima ya sakramenti, amesema Askofu Muheria. Kwa sasa divai mpya itasambazwa kupitia parokia na majimbo pekee na itawekwa sokoni wala kuuzwa katika maduka au hoteli. Hatua hii inalenga kulinda utakatifu wa sakramenti ya Ekaristi na kudhibiti matumizi yasiyofaa ya divai hiyo ambayo awali ilipendwa na watu wengi kutokana na ladha yake. Mwisho wa News Trends kwa siku ya leo. Mimi ni Godwin Mawanja, Kaka G.